بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الأحباب, kama tulivyosema masiku haya tutakuwa na darasa yetu ya tafsiri. Tumechagua katika Qur'ani suratul Nur. Darasa mbili ambazo kama zimepita tulitafsiri aya 3. Aya kwanza katika suratul Nur na aya pili na aya 3. Leo tunakuja katika aya 4. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Hizi aya mbili ana manne na ana matano katika sura Nur ambazo leo tunakwenda kuzitafsiri. Allah anasema walladhina yarmuna almuhsanati, na wale ambao wanawasingizia wanawake wema, wanawake wacha Mungu, wanawasingizia kwamba ni wazinifu, wanawatupia masingizio ya uzinifu kwamba hawa ni wazinifu, na ile hali ya kuwa ni wema, ni wacha Mungu hao. Thumma, kisha baada ya kuwasingizia, lam ya'tu bi arba'ati shuhada, hakuleta mashahidi wanne. Kawasingizia lakini mashahidi wanne hawakuwaleta. Hukumu yake Allah anasema fajliduhum 80 jalda, pigeni bakora 80. Pigeni bakora 80. Kumbe bakora sio wazinifu peke yao, hata ambao wanawasingizia wenzao kwamba ni wazinifu na mashahidi wanne hawakuleta, bakora 80 pigeni. Allah anasema fajliduhum 80 jalda, wapigeni bakora 80. Kisha Allah akasema wala taqbalu lahum shahadatan abada, msikubali kwao ushahidi kabisa. Yani maadamu wanawasingizia watu wema kama ni wazinifu, hata wakaleta mashahidi au hata kama wakitoa ushahidi, msikubali ushahidi. Wa ulaika humul fasiqun, hawa ni waovu, hawa ni wabaya, ni waovu hao. Illa alladhina tabu min ba'di dhalik, isipokuwa wale ambao walitubia kama waliofanya haya baada wakatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa aslahu, na wakatengeneza wakafanya islah ya nafsi zao kwa yale ambayo kwamba wameyafanya. Fa inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni Mungu wa msamaha, ni mwingi wa huruma. Allah atawahurumia, Allah atawasamehe. Tayeb, aya kama mlivyoziona zipo wazi kabisa. Aliposema tuangalie baadhi ya maneno katika aya hizi. Neno la kwanza aliposema yarmuna, ay yakdhifuna bizina, wanawatupia maneno ya uzinifu. Wa aslu ramyi alqadhfu bilhijarati au bi shay'in sulb, asili ya arramyu yarmuna ni alqadhfu bilhijara, ni kutupia mawe au kitu kigumu. Thumma istu'ira lilqadhf billisani, kisha likaazimwa ile neno la kutupia kwenye kutamka kwa ulimi, li'annahu yushbihu al-adha al-hissi, kwa sababu yanafanana kwenye maudhi. Mtu kimtupia mawe anaudhika, lakini kimtupia maneno ya kumsingizia pia anaudhika. Ikatumika neno hili kwa kweli ni azima, kwa sababu yanaendana katika adha. Kama qala an-nabigha, kuna mmoja ni mshairi anaitwa an-nabigha tudhubiyani, anasema wa jarhu lisani ka jarhi al-yadi, kumjeruhi mtu kwa ulimi ni kama kumjeruhi kwa mkono. Unajua ulimi unajeruhi, tena jeraha la ulimi ni baya sana, huenda ni baya kuliko hata upanga wa Hindi. Unajua upanga wa Hindi, upanga unatengeneza Hindi mkali sana, lakini kujeruhi kwa ulimi
maumivu yake makali, jeraha lake ni kubwa kuliko hata upanga. Anasema wajarhu lisani ka jarhi al-yadi, kujeruhi kwa ulimi ni kama kujeruhi kwa mkono. Hilo neno la kwanza. Neno la pili, alfasiqun wa ulaika humul fasiqun, hawa ni singizia watu kama ni wazinifu, hawa ni waovu. Jamu fasiq wa huwa al-asi. Alfasiqun ni wingi wa neno fasiq, nani? Al-asi, mwenye kuasi. Walfisqu al-khuruju an at-ta'a, alfisqu maana yake ni kutoka kwenye toa, kuiacha toa ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa nje ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mujawazatul haddi fi irtikabi al-ma'asi, na kupita mpaka kwenye kuyafanya maasi. Mtu alivuka mpaka kwenye kufanya maasi, huyo anaitwa ni fasik. Maasi kayafanya mpaka kapita mpaka, huyo ni fasik. Wa kullu kharijin an ta'ati Allah yusamma fasiqa, na kila ambaye ametoka nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni fasik, anaitwa ni fasik. Yote ambaye yuko nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala yusamma fasiqa. Wa kullu munkirin au mukaththibi lilayati au lilayati yusamma kafira, kila ambaye mwenye kupinga na mwenye kukadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala kama hakuna, huyo haitwa ni kafiri. Akipinga aya za Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni kafiri. Akikadhibisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni kafiri. Lakini akitoka nje ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ni fasik. Al-ma'na al-ijmali, maana ya jumla kwa aya hizi, yukhbiru Allah jalla thanauhu, Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari bi anna alladhina yantahikuna hurumati lilmu'minina, kwamba wale ambao wanavunja matukufu ya muumini. Mtu kimsingizia zina, umevunja utukufu wake, umevunja heshima yake. Mtu mwingine hajali, hii ni hadhara ya msiba, hii ni hadhara ya harusi, yana chafua mtu, anamharibia mtu. Hawa ambao wanafanya hivyo, fayarumuna al-afaifa sharifat at-tayirat bil fahisha, wanawasingizia wanawake au watu ambao ni wacha Mungu, wenye utukufu, wako safi kabisa, kwamba ni waovu. Wayatahimunahunna biaqdas wa athman shay, na wanawasingizia, wanaotuhumu kwa kitu ambacho ni cha thamani, ambacho ni kitukufu sana. Lada al-insan, kwa mwanadamu wanakivunja kitu ambacho kwa mwanadamu ni kitu kitukufu sana, ni kitu chenye thamani sana, ambacho ala wa huwa al-ird wa sharaf, ni ile ird, heshima na utukufu wa mtu. Utukufu wa mtu, heshima ya mtu ni kitu cha thamani sana kwake yeye, wenyewe wanakwenda kukivunja. Ndio maana wakaahidia adhabu kali sana, wanapigwa bakora 80 kama aya ilivyosema. Huyu kamsingizia kwamba huyu ni mzinifu, bakora 80. Kuna kisa ambacho kinatajwa sana, baadhi ya shekhe, baadhi ya vitabu kinatajwa kwamba kuna mwanamke alimsingizia mwanamke mwenzake kwamba ni mzinifu. Alikuwa ni mosha maiti ya wanawake. Wakati anamosha, kafika baadhi ya sehemu za siri, akasema sehemu ni kuna mwasi sana Allah subhanahu wa ta'ala, kamsingizia. Ndio watu wanasingizia mpaka marehemu yani. Hizi ndimi hizi kwa kweli ni hatari sana. Mpaka marehemu anasingiziwa yani. Wewe una hakika gani? Una ushahidi gani? Wanasema ule mkono ulibaki pale, haukutoka. Vipi huko bado mkono mkapa. Maana kuna kachoka, amehangaika muda mrefu, kachoka kabisa. Watu wakatafuta mashehe wanaochuoni alfuqaha, watoe fatwa, mkono tukate. Wengine wakasema hivyo, wengine wakasema tukate kidogo pale. Ala kuli hali wanaochuoni wengi wakazungumza mengi. Abu Hanifa alikuwa hapo, wakasema tumbulize, asema msipate tabu, huyu alimsingizia, pigeni bakora 80, ya kwanza, ya pili 79, 80, mkono katoka. Walladhina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda. Wale wanawasingizia watu wa Mungu, wanawake wema, kama ni wazinifu, wanawasingizia, pigeni bakora 80 maadamu wajeje na ushahidi. Pigeni bakora 80. Hiyo ndio adhabu yao.
Na watu wakisikia adhabu hii inatekelezwa, wallahi heshima za watu zitakuwa zimehifadhiwa. Na hapo utaona watu wanasingizia watu. Kitu cha muhimu kwa mwanadamu, cha thamani kwa mwanadamu ni heshima yake. Kumsingizia ni kuvunja heshima yake. Fayansibunahunna ila zina, wananasibisha kama hao ni wazinifu. Thumma lam ya'tu ala da'awahum bi arba'ati shuhada' udul, kisha hawajaleta kwenye madai yao washahidi wanne waadilifu, yashhaduna alayhinna, watoleo shahidi juu yao, bima nasabu ilayhinna, kwa kile ambacho kinasibisha kwao, min alfahishati, katika huo uovu. Fajlidu alladhina ramawhunna bidhalika 80 jalda, wale ambao wamesingizia wapigeni bakora 80, liannahum fisqatun kadhibatun, sababu hao ni waovu tena ni waongo. Yattahimuna al-abriya, wanawasingizia watu ambao ni wacha Mungu, ambao ni wema. Wayuhibbuna isha'ata al-fahisha, na wanapenda hawa uovu uenee. Sababu ni haram kabisa kupenda kwa Muislamu wenzako uovu kumpata au uovu muenee, kitu kibaya kabisa hicho. Wazidu lahum fil uquba, sababu ajeishia hapo. Hii ni adhabu ya kwanza, kwamba mpigeni bakora 80 alimsingizia mtu kama ni mzinifu. Adhabu ya pili, wazidu lahum fil uquba, wazidisheni adhabu ya pili, nayo biihdari karamatihim al-insaniya, kwa kule kuvunja utukufu wa mwanadamu. Adhabu ya pili, fala taqbalu shahadatan, msimkubalie ushahidi. Maadamu kasingizia mtu na kweli kamsingizia mtu, hata akifanya ushahidi msimkubali kabisa. Hii ni adhabu nyingine, wewe ambao ushahidi wako haukubaliki, maadamu umemsingizia mtu, tayari ni adhabu nyingine. Adhabu ya kwanza bakora 80, adhabu ya pili fala taqbalu lahum shahadatan abada, msimkubali ushahidi. Maadama musirran ala buhtani, maadamu anaendeleza ule uzushi wake. Wa ulaika inda Allahi min aswa'i an-nasi manzila, hawa ni watu ambao wanasema mbaya kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashaddihim adhaban, na wana katika watu ambao wana adhabu kali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahum fusaq, sawa ni waovu, kharijuna an ta'ati Allahi azza wa jalla, wametoka nje ya toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. La yahfadhuna karamata mu'minin, hawahifadhi utukufu wa muumini, heshima ya muumini hawahifadhi. Wayaqauna fi a'radi an-nas, na wanaangukia na kuharibu heshima ya watu. Sha'an ahli ad-dhalal wal-nifaq, hili jambo la watu wakutevu, watu wanafiki, wana tabia kama hizo. Alladhina yas'auna litahdimi al-mujtama' al-islami, ambao wanakonambia kwenye kuvunja jamii ya Kiislamu. Wa amma idha tabu wa anabu wa ghayyaru siratahum wa aslahu, ama ikiwa tatubu wakarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakabadilisha njia yao na mwenendo wao, wakatengeneza ahwalahum, hali zao, waraja'u an suluki tariqi al-ghayy wa dhulal, wakarejea wakaacha njia ya upotevu, njia ya uovu. Fa'fu anhu wasfahu wasamahu waqbalu i'tidharahum, waqbalu udhur wao. Fa inna Allaha ghafurur rahim, kwani Allah ni mwingi msamaha, mwenye huruma. Yaqbalu tawbata 'abdihi idha taba wa anaba wa aslaha hala, Allah anakubali toba ya mja wake anapotubu na kurejea na kutengeneza hali yake. Sababu nuzul, aya hizi zimeteremka kwa sababu gani? Kama tulivyosema, aya za Qur'ani zina asbabu nuzul, lakini hadithi za mtume zina asbabu urud. Kuna sababu urud ya hadithi, sababu ya kupatikana hadithi, lakini kuna sababu ya kuteremka aya. Aya ina sababu ya kuteremka. Nini sababu yake aya hizi kuteremka? Yara ba'dul mufassirin, wanaona baadhi ya wafasiri wa Qur'ani, anna hadhihi al-ayat, kwamba hizi aya nazalat, zimeteremka bisababi hadithati al-ifk, kwa sababu ya ile hadithi ya uzushi. Tunaposema hadithatu al-ifk, hadithi ya uzushi, ni ile ambayo kwamba alisingiziwa mama yetu Aisha radhiallahu ta'ala anha, na habari zake ziko mbele kidogo tu, kwenye aya zinakuja mbele hapo. Baada ya hizi zingine kuna aya zinakuja zikieleza wazi Aisha alisingiziwa, mke wa mtume hakusalimika, na ndimi sababu ya watu.
Wale kusalimika na watu ni kigumu sana. Watu wana mipaka ya kuzungumza. Kwa hiyo ukinyamaza umepungukiwa na nini? Huwezi kuona mtu anajuta kwa kunyamaza, lakini utamwona mtu anajuta kwa kuzungumza. Wewe ndio neno ambalo ulizungumza kulijutia muda mrefu sana. Baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba aya hizi walladhina yarmuna almuhsanati mpaka mwisho aba mbili ambayo tumezitafsiri, waona kwamba zimeteremka kwa sababu ya tukio lile la uzushi ambalo kasingiziwa mama yetu Aisha, allati tuhimat fiha ummul mu'minin, tukio ambalo alisingiziwa na kutumiwa mama yetu, mama waumini, al-afifa al-bari'a at-tahira as-siddiqa Aisha bintu Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anha, zawju Rasul sallam, mke wa mtume huyu, walati nazarat bara'atuha min as-samaa. Lakini sikiliza, yeye kasingiziwa na ilikuwa ni fahari sana kwa mama yetu Aisha, fahari sana, kasingiziwa, lakini utakaso wake ulitoka mbinguni. Tukio ile Allah aliingilia kati. Aisha kasingiziwa kama kazini. Bwana mmoja kitu Safwan ibn Mu'attal as-Sulami, ilikuwa wametoka katika vita, na kaida yake Mtume alayhi salam, kifupi tu hadithi kwa mbele ndefu sana kutaja ili tukio. Mtume alikuwa ni kaida yake, wakati wanarudi kutoka kwenye vita au wanakwenda, Mtume anaweka mtu nyuma ili kwamba angalie ile mbegu na vitu ambavyo vinapotea, vinavyoachwa, vinadondoshwa, ajinapo mjini Madina. Mtume alimweka Safwan aje nyuma angalie kuna nini kinachoachwa. Wakafika mahali wakapumzika, wakaweka hema fulani, wakakaa mahali na wanapumzika. Na kadhalika Mtume alikuwa anaenda kwenye vita na baadhi ya wake zake, hata kusafiri anapiga kura. Kuna watu wengine bana mpenda kusafiri na wake zao, ni sunna. Mtume alitaka kusafiri, mkaka akitaka kusafiri anasafiri naye, wanaambia nenda, mimi nitakuja kesho. Hapana, kama mtu ana watu wawili, watatu, wanne, anapiga kura, ikimwangukia anatoka nayo. Mtume alikuwa akifanya namna hiyo alayhi salatu wasalam. Asas bila kura imemwangukia Aisha, ilikuwa ni balaa kwake, balaa kabisa. Aisha akaenda kukidhi aje pembeni kidogo, bahati mbaya akadondosha cheni yake shingoni, akadondosha kule. Mwenye rudi nikaitafute, ni pale mbele nitaiona. Baada ya msafara ukaondoka, hakujua kwamba Aisha hayupo. Aisha akijua kabisa lazima Mtume kaweka mtu nyuma, atapita, kakaa pale kapumzika, Aisha apitie usingizi. Kilichomwamsha ni sauti ya Safwan, la ilaha illa Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mke wa Mtume kaachwa, akampandisha kwenye mnyama wake, wakaendelea kufika Madina. Kufika kule alibaki nyuma makusudi alibaki nyuma. Habari zimeenea muda mchache mno, mke wa Mtume kazini Aisha na Safwan Mu'attal. Aisha anajua baada ya mwezi, anaambiwa hujui kinachoendelea kwa Madina, umechafuka vibaya mno. Watu wanasema wazini siku ile kutoka kule, umebaki nyuma kwa makusudi ili kukutana na bwana. Na hapo kuna kitu ambacho, kuna ishara ambayo Aisha aliiona kwa Mtume, kwamba Mtume alikuwa na maneno mazuri kwa Aisha, Mtume alikuwa anazungumza na Aisha vizuri, lakini siku ile aliona maneno yamebadilika, yamekuwa tofauti. Ile maneno mazuri na hayamo. Ajua hapo kuna jambo hapo. Ndio kama hivyo. Sasa Aisha baada ya kujua lilia sana, akaomba Mtume ruhusa aende akaugue, na akasema kwa tule Aisha alikuwa anaumwa. Baada ya kurudi tu kutoka kule safarini, alikuwa anaumwa Aisha. Akaomba Mtume ruhusa aende akaugulie nyumbani. Kaugulie nyumbani. Lakini mdogo Aisha akilia. Mnaona jinsi alivyozungumza ni kama vile ni kweli. Mpaka Mtume alishindwa aseme nini, alishindwa afanye nini. Anamuuliza sahaba, hivi unaonaje ile jambo? Mtume alielewa kabisa. Mwingine Mtume, achana huyu bwana, huyu atakafanya kweli. Ningesema hapana Rasulullah, mke wako tunamjua huyu mchemchemu, hawezi kufanya hivyo. Mtume tabaki njia pale, hajui aende huko wala aende huko.
Yaani mpaka haya pia mtume hakusalimika. Nyumba mtume haikusalimika kabisa na ndimi za watu. Muda ulipita muda. Mpaka siku ile aya zikateremka, zitakuja hapa mbele. Sura hii wallahi tukizingatia kuna mambo mengi sana. Suratul Nur aya ziko mbele zinakuja kumtakasa Aisha. Ndio hapa Sheikh anasema والتي نزلت براءتها من السماء. Utakaso wake Aisha kwamba Aisha hajafanya kitendo hiki kutoka kwa Mungu. Ndio mpaka siku ile mtume anakwenda pale kwa Aisha nyumbani kwao, kwa babake, kwa Abubakar Siddiq, kwenda kusoma hizi aya zimeteremka. Mtume ana furaha kweli, kumbe hizi uongo mkiamka singiziwa. Anakwenda kuzisoma zile aya, mama yake na Aisha anamwambia qumi washkuri la Rasulullah, simama umshukuru mtume. Anasema hapana, la ashkuru illa alladhi barra'ani, simshukuru ila ambaye kanitakasa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni aya gani hizo? Ziko mbele hapo katika sura hii, zitakuja. Fakana dhalika darsan balighan lilumma. Hili tukio lilipotokea na Aisha katakaswa na hizo kutoka mbinguni, ikawa ni somo kwa umma. Umma kupata somo, lakini watu wako wapi wakupata somo hilo? Wa ibratun lil ajyal, mizingatio kwa vizazi vingine, fi jamii al-usuri wal azman, katika zama zote na wakati wote. Ni somo hili linapatikana, ni darasa hii ambayo umma itajifunze. Qala Ibn Jarir at-Tabari, al-Imam Ibn Jarir at-Tabari asema wa dhukira anna hadhihi al-aya nazalat fi alladhina ramaw Aisha zawja an-nabiy sallam bima ramawha bihi min al-ifki. Imetajwa kwamba aya hizi zimeteremka kwa wale ambao wamemsingizia Aisha mke wa mtume, bima ramauha min al-ifki, kwa kile ambacho wamemsingizia katika uongo. Thumma rawa au ruya an Sa'id ibn Jubair annahu su'ila, kwamba alishawahi kuulizwa Sa'id ibn Jubair, hal azina ashaddu au qadhfu al-muhsana, hivi kuzini kubwa zaidi au kumsingizia mtu aliye kwamba ni amezini ndio pakubwa? Qala, akasema la, bali zina. Qultu inna Allah yaqulu walladhina yarmuna almuhsanat. Sasa ama hizo ni marefu kidogo, tuangalie baadhi ya ahkam. Ni matamko gani mtu akiatamka anazingatia kwamba amemsingizia mtu? Muhimu sana. Matamko gani mtu akiatamka anasema huyu kasingizia, azingatia huyu kasingizia, ni matamko gani? Tanqasimu alfadhu alqadhfi ila sarihin wa kinaya. Imegawanyika matamko ya kusingizia, kuna ambaye yako wazi, kuna ambaye ni mafumbo. Amma sarihu, ama ile ambayo yako wazi, fahuwa an yusarriha alqadhifu fi kalamihi bilafdhi zina, ni yale ambayo mtu kuweka wazi kabisa, mtu mwenye kusingizia ameweka wazi maneno yake kwamba huyu ni mzinifu. Mithlu qawlihi, mfano wa kauli yake mtu, hadha zani, huyu mzinifu. Au ya ibn zina, huyu mtoto wa uzinifu, mtoto wa zina. Sote zote wanambezana hivi, huyu mtoto wa haramu, mtoto wa zina. Adhabu yake ndo kama hizo. Kwa mtu wa makinsa. فهذا النوع aina hii, mtu mwambie kuhusu babako, wewe mtu mwambie baba, ni maanisha nini? Ni mtoto azima. Kwa hiyo kauli bora ndio wazi kabisa hii. فهذا النوع قد اتفق العلماء على انه يجب فيه الحد. قولي hii au aina hii wameafikiana wanaochona kwamba ni wajibu mtu apigwe bakora 80, kwamba aadhibiwe sababu kavunja heshima ya mtu. Ya pili, alkinaya, famithlu ayakuna, ni ile ambayo ni ya mafumbo. Kwa mfano mtu kusema ya fasika, ya fajira, ya khabitha, muovu, mchafu. Au hiya la taruddu yada lamis, fahadhi la takunu qadhfan illa ayurida. Hii ina namna mbili.
Kwa mtu muovu chafu, sasa inategemeana. Haitakuwa ni kusingizia mpaka au amekusudia. Tumizo umekusudia nini bwana kwenye hili? Akijua kama kuna adhabu anasema hapana, sijakusudia bwana hilo, sio? Sababu anajua kuna adhabu lakini kama kweli kakusudia kumsingizia, inaingia katika hadi hiyo, kwa sababu tahitaji ila tawdih wa bayani, inahitajia kuweka wazi na kubainisha. Kwa kumalizia darasa letu ya leo, darasa letu likiwa tunamalizia kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam. Tunamalizia darasa letu ya leo kwa maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, وقد عدها عليه الصلاه والسلام من الكبائر المهلكات. Watu wasichukuliwe pesa kusingizia. Mtume anahesabu ni kwamba katika madhambi makubwa yanayoangamiza. Ni mtu akifanya hiyo, akiingia huko katika madhambi saba hayo kaangamia. Faqala alayhi salatu wasalam, Mtume akasema ijtanibu sab'a al-mubiqat, jiepusheni na saba yanayoangamiza. Kiingia huko shangamia. Qalu wa ma hum ya Rasulullah, masaba kulisi ni yapi wewe Mtume wa Allah? Qala akasema ashirku billah, kwanza kumshirikisha Allah subhanahu shirk, ashirku billah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sihr, mchawi. Pili, tatu, wa qatlu nafsi allati harrama Allah illa bil haqq, kuwa nafsi ambayo Allah ameharamisha isipokuwa kwa haki, mtu akaua, mauaji. Nne, wa aklu riba, kula riba yanaangamiza. Tano, watawalli yawm az-zahf, kukimbia siku ya vita. Vita vinaendelea kwa nada, mambo magumu kukimbia, na mikubwa sana hiyo. Sita, wa qadhfu al-muhsanati al-mu'minati al-ghafilat. Ya tano, wa aklu mali yatim, kula mali ya mayatima. Yaani mzazi wake kamefariki, ukapewa mamlaka na majukumu ya kusimamia mali yake mpaka akue, ukaitafuna. Faila na mikubwa sana tena, inaangamiza. Mtume anasema hivyo. Lakini sita, watawalli yawm az-zahf, kukimbia siku ya vita. Na saba, wa qadhfu al-muhsanati, kuwasingizia wale wema waumini wale ghafilika na madhambi, kuwasingizia ni dhambi kubwa na mtu anaangamia kwa hilo. Wa ghardu al-islam min hadhihi al-uquba siyayatu al-a'rab. Shaka namalizia kwa kutoa taaliki ya hadithi kwamba na lengo la Uislamu kwenye hii adhabu ya kupiga bakora 80 mtu akimsingizia mtu ni siyanatul a'rad, ni kulinda heshima. Kwamba kila mtu heshima yake baki pale pale, heshima ishike nafasi yake. Hilo litalindwa kwa kutekeleza adhabu hii. Wa hifdhu karamati al-umma, na kuhifadhi utukufu wa umma, wa tuthiru al-mujtama' min maqalati as-su', na kuweza kutakasa jamii kutokana na maneno mabaya. Hilo lengo la Uislamu. Lengo la Uislamu ni kwamba heshima ibaki pale pale, kila mtu heshima yake ibaki, lakini kuhifadhi utukufu wa umma, kutakasa jamii na maneno mabaya. Watu wakiachwa tu, kila mmoja atakuwa na mchafua huyu, atakuwa anavunja heshima ya huyu, heshima ya yule, itakuwa hakuna mwenye heshima tena. Hata baki mtu ambaye anaheshimika kabisa, kama itakuwa watu wataachiwa tu. Lakini kutokana kwamba hilo Uislamu umeshaliona, kikiwa adhabu kali, bakora 80, fajilduhum 80 jalda. Ndio nitakomea hapa, nikaribishe maswali kama yapo inshallah, kama kuna maswali. Naam.